yale maneno unayoyazungumza ndani ya akili yako yanachangia sana namna unavyojitazama, namna unavyojichukulia, namna unavyotazama mambo na namna unavyochukulia mambo. Karibu sana katika kipindi kizuri sana cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo utajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiroho. Yani tutajifunza mimi na wewe mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiroho, lakini pia mambo yanayohusiana na maisha kwa ujumla. Mimi naitwa Judy, karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba pamoja nasi katika mazungumzo haya ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi wewe unayenitazama, napenda kukaribisha sana katika kipindi kingine hichi kizuri. Na leo napenda tuongelee au tujifunze kwa nini yale maneno amongelesha ndani ya akili yetu mara nyingi yanaleta matokeo katika mitazamo ya mambo tunavyotazama mambo, lakini katika kufanya mambo tunapofanya vitu mbalimbali katika maisha. Sema kwamba mimi sina bahati. Na kweli kila kinachokuja mbele yako utaona kabisa mbona hichi kana kwamba hakitakusicha kwangu. Hata kama ni kitu kizuri, hata kama ni jambo jema, lakini kwa sababu tayari umeshaona kana umeshajisemesha mara nyingi mimi sinaga bahati, basi hata jambo hilo unaona kana kwamba si la kwako, ni la mtu mwingine, na kweli linakupita, linakuwa si la kwako. Lakini pia hata mambo unavyoyafanya, kwamba kitu umekabidhiwa, kazi umepewa, umeaminiwa, lakini kwa sababu wewe mwenyewe hujiamini na umeshajisemea mara nyingi kwamba mimi sina bahati, mimi niko hivi, mimi siwezi, basi hata ile kazi uliyokabidhiwa unajikuta unaifanya kwa viwango vidogo sana, ukiamini kwamba mimi siwezi, ni bahati tu imetokea, lakini hata bahati hii najua kabisa si ya kwangu, mimi sipendwi, mimi siwezi, basi unajikuta hata kazi ile unayoifanya mambo yanaenda ndivyo sivyo. Leo napenda tuangalie katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 17. Hapa tunaona Mungu alilaani ardhi kwa sababu ya wanadamu. Tunapofahamu kwamba laana si kitu kizuri. Lakini hapa katika Mwanzo 3 fungu la 17 tunaambiwa kwamba Mungu alilaani ardhi kwa sababu ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa nini alaani afu kwa sababu ya mwanadamu? Wakati tunajua kabisa laana si kitu kizuri. Lakini hapa kumbe Mungu alipolaani ardhi, alilaani kwa sababu alijua kabisa mwanadamu baada ya kutenda dhambi mambo yalikuwa yamebadilika. Katika bustani ya Eden, sehemu ambayo ilikuwa ina ulinzi, sehemu ambayo ilikuwa ina vitu vizuri, hakukuhitajika kufanya vitu zaidi ili vitu vitokee. Kwa mfano kama mimea, miti, vyote viliota bila kazi ngumu yoyote. Mungu tayari alikuwa ameshaviandaa kwa ajili ya mwanadamu kustarehe na kula na kuishi vizuri. Lakini baada ya dhambi, Mungu aliwatoa katika ile bustani ya Eden, akawaeka nje ya bustani ya Eden. Na nje ya bustani kule Mungu aliweza kuilaani ile ardhi kwa niaba yao. Hasa swali linakuja, kwa nini alilaani? Tena tunaambiwa kwa niaba yao, kwa niaba ya sisi wanadamu. Kwa sababu vitu kama mwanzo nilivyosema, vitu vilikuwa vinatokea bila kazi yoyote. Mungu alikuwa ameandaa vitu kwa ajili ya mwanadamu kuishi na kustarehe. Lakini mwanadamu tayari mshatenda dhambi na ile dhambi iko ndani yake inamtafuna. Kwa hiyo mwanadamu alitakiwa awe mgumu, ajifunze kuwa mgumu, ajifunze kujifariji, ajifunze kuishi sawasawa na mazingira, ajifunze kuishi sawasawa na kile kitu ambacho kinaota ndani yake. Kwa hiyo kama mazingira yenyewe yangekuwa kwa namna nyingine na mwanadamu yuko kwa namna nyingine, mwanadamu angebweteka pale, akaishiria pale na dhambi ikamtafuna, ikammaliza. Lakini mazingira yalitakiwa yawe magumu ili yamuhamasishe mwanadamu awe mgumu na yeye ajifunze katika ugumu ili amtafute Mungu na ili aweze kushinda kile ambacho kiko ndani yake. Ndio ninarudi tena kwako wewe ambaye unanitazama na mimi ambaye ninaongea, kwamba kuna wakati katika haya maisha
mambo yanakuwa ni magumu sana, vitu vinaonekana ni vigumu sana, basi tunalazimika kuwaza na kuona kana kwamba hivi vitu sisi hatuwezi, mambo ni magumu, na inatulazimu sisi kuwaza katika namna ambayo si njema. Lakini tunapokumbuka kwamba haya yote, magumu yote ambayo yanatuzunguka ni kwa sababu yetu, yamewekwa au yapo ili yatuimarishe, yatufanye sisi kuwa wagumu, yatufanye sisi kujifunza kuishi katika ugumu, ili tuweze kufikia hatua ambayo hatuwezi kuvunjika kirahisi. Atufikie hatua ambayo majaribu yakija, maana tayari tumeshapewa ahadi kwamba Kristo Yesu yuko pamoja na sisi katika kila namna, katika kila hatua. Basi na sisi tukiimarika na tukimshikilia Kristo, basi tutaweza kuvuka katika kipindi hicho. Ndio maana nikasema yale mambo ambayo unajisemesha ndani ya akili yako yanachangia sana namna unavyotazama mambo na namna unavyofanya mambo. Sasa kuanzia leo na kuhamasisha na kushauri, na mimi pia najitia moyo kwamba tuanze kuwaza katika mtazamo chanya. Tukishafahamu kwamba majaribu, matatizo, changamoto zipo ili kututia moyo, zipo ili kutukumbusha kwamba hapa tulipo si kwetu, kwetu ni mbinguni. Hapa tulipo tumekuja kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo badala ya kubweteka na kukaa na kudhani kwamba tumefika, matatizo, changamoto, dhoruba, miiba na kila kitu vinatukumbusha kwamba tunyanyuke, tutafute msaada kutoka kwa Kristo. Tunyanyuke, tutafute kwamba hapa tusidhani kuna raha yoyote, hapana. Hapa tupo katika maisha ambayo yanapita. Kwa hiyo changamoto, magonjwa, vifo vinatukumbusha kwamba amka. Tazama mbele. Piga hatua, mtafute Mungu wako. Kwa hiyo sasa ukishafahamu hivyo, basi hutakuwa tena katika ile hatua ya kukaa na kuanza kuona kana kwamba mimi siwezi. Hapana, unaweza. Mianzo siku zote ni migumu, lakini utakapokazana, ukaamini kwamba upo peke yako, muumba wako yuko ndani yako na amekushika mkono, ukiamini kwamba tayari Kristo alikuja ameshatufia, ushindi tunao, basi utakazana ukijipa moyo kwamba haya ninayoyapitia, huenda leo nipo chini lakini mimi ni mshindi tayari. Badala ya kujisemesha kwamba mimi siwezi, mimi sina bahati, utasema tayari ni kweli huenda sina bahati, lakini Kristo tayari amemaliza yote msalabani. Kwa hiyo kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake Kristo mimi ni mshindi, tayari Kristo amenishindia. Kwa hiyo badala ya kuanza kuona mambo katika mambo hasi, anza kutazama mambo katika mtazamo chanya. Tazama namna Kristo anavyokutazama. Tazama kama vile Mungu wako anavyokutazama. Na ndipo utajua kwamba changamoto, miiba, michongoma na shida zake zote, hayo yote yanapita. Na hayo yapo tu kutukumbusha kwamba sisi hapa tulipo sio kwetu. Kwa hiyo nakutia moyo, na mimi pia namuomba Mungu anitie moyo. Kwa pamoja tuweze kuwa na mitazamo, kuwa na maneno ya kujisemesha ambayo ni maneno ambayo ni maneno yanayofaa, ambayo ni maneno ambayo yana mbegu njema ndani yake na si mbegu za kutuangusha. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu, asante kwa neno hili. Asante kwa kutufariji asubuhi ya leo. Asante kwa kututia moyo kwamba wewe uko pamoja nasi na ushindi tunao. Tubariki kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi mpenzi mtazamaji, ukabarikiwe sana. Mungu akakubariki, akakutie moyo katika kipindi chochote ambacho unakipitia. Pale utakapokuwa unapitia magumu, usisahau kwamba hayo magumu si sehemu ya maisha yako. Hayo tu yapo kwa ajili ya kukukumbusha kwamba wewe ni mshindi na utashinda na utapita hapo ulipo. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare, lakini pia comment na nitakuwepo kujibu kwamba umejifunza nini. Asante sana. Mimi naitwa Judith. Asante na tukutane katika kipindi kingine.